Bila shaka ni mahojiano na mazungumzo kuu tukiwa ni saa 2:15 zinakatika na Video Maisha Radio, zaidi ya Video Maisha asubuhi Okumu Rusakali. Tuko na Mheshimiwa John Kagushi ambaye ni mbunge wa Mkuruweni ndani ya studio. Mheshimiwa, ujambo? Si jambo. Nashukuru nialika hapa Radio Maisha. Kuna muda mrefu sijaingia hapa. Nashukuru sana, nikituma pia salamu zangu kwa Wakenya wote, haswa wale wa Mkuruweni ambao wamenichagua wakanipa kazi na ambao mimi nashughulikia. Hao ndio nawaita waajiri wangu. Hao ndio boss wako kabisa. Wamekupigia kura mara ngapi mheshimiwa? Wamenipigia mwaka wa 2022. Nilikuwa nimefanya kazi kama speaker wa bunge la Nyeri County. Na sasa wakanipa kura pia. Naamini ya kwamba pia watanipa kura tena 2027 niendelee kwa hudumia. Kwa hivyo unalenga kutetea kiti chako? Ndio hiyo. Mheshimiwa, tukuna kuja kwa hilo muda sio mrefu, na I'm interested to know kuna barabara fulani pale ambazo ningependa uweze kuambia wakaji ambao ni wamekupigia kura kwamba ujenzi wa barabara zile zimefikia wapi na labda mipangilio ni gani. Hilo tukunazungumzia muda sio mrefu, lakini nadhani kwamba tuanze na hili ambalo kwamba ndilo taifa nzima linazungumzia mpaka muda huu. Unajua kwamba ni zoezi ambalo lilifanyika wiki iliyopita ndani ya bunge la kitaifa, upigaji wa kura katika finance bill 2026. Nilikuwa naangalia katika orodha ya wale ambao wabunge 44 ambao walipiga kura ya kupinga, na kuona pale katika nafasi ya 32 ukiwa miongoni mwa wale wabunge 44 ambao walipiga kura ya kupinga. Hebu tuanze na sababu ya kupiga kura ya kupinga kwanza. Sababu yako Mheshimiwa John Kagushi ya kupiga kura ya kupinga finance bill 2026 ilikuwa ni gani? Finance bill ya 2026 inakandamiza mwananchi wa kawaida. Ningependa kwanza kutoa ujumbe kuhusu bajeti ambayo ilipitishwa katika bungeni wiki moja kabla ya hii finance bill kuletwa, ndio Wakenya waelewe pahali ukweli na uongo uko. Ile bajeti ambayo ilipitishwa ni ya 4.8 trillion Kenya shillings. Ile bajeti ina maazimio ya kuokota revenue ya 3.6 trillion Kenya shillings. Lakini mwaka huu tumeokota pesa ngapi? 2.6. Kwa hivyo serikali inatarajia ya kwamba itaokota extra 1 trillion. Ndio maana wakafanya 4.8 trillion budget. Hiyo 1 trillion itatoka wapi? Inaokotwa namna gani? Ndio hiyo serikali inatengeneza kitu inaitwa finance bill. Kwa Kiingereza tunasema ni revenue collection measures or revenue raising measures by government. Hiyo ndio finance bill. Ni ile namna ya kuokota pesa ya serikali. Inatumia hiyo ile policy ambayo inasaidia serikali kuokota pesa, ni hiyo finance bill. Kupitia ushuru. So kama tuko na 1 trillion Kenya shillings ambao tunataka kuongeza kwa zile tumeokota kwa mwaka huu 2.6 to 3.6. Na tumewekewa hiyo finance bill. Kwani Wakenya ni wajinga, hawaelewi ya kwamba ile finance bill ndio itasaidia kuokota ile 1 trillion. Kwani unataka kuniambia Wakenya hawawezi kuelewa hiyo na kushikanisha hiyo maneno? Kisha tukienda bungeni, kinara wa bunge anasema hii finance bill haiongezi ushuru. Lakini Mheshimiwa Kagushi, lakini ukiangalia ukitazama wiki iliyopita bajeti ilipitishwa ambayo inatarajia kuongeza ushuru wa trilioni 1. Na ile policy ambayo serikali inatumia kuongeza ushuru ni finance bill. Kwa budget mnasema mtaongeza revenue na 1 trillion. The following week mnaleta vile serikali itaokota ile pesa, ile 1 trillion extra. Na mnaleta finance bill. Kisha mnaambia Wakenya hapana, hii finance bill ni mzuri sana, hii ni ya kuwaondolea ushuru. Wakenya wanafaa kuamini hiyo kweli. Lakini Mheshimiwa Kagushi, nikuulize swali. There is no problem wakati ambapo serikali inaongeza revenue ambayo inakusanya. There is no problem, kwa sababu kuna mbinu mbalimbali za kuweza kukusanya revenue. It's not lazima, haitegemei kwamba lazima paongezwe ushuru. Mojawapo wa mbinu inaweza kawa ni kuziba mianya, na nadhani kwamba Waziri John Mbadi katika hotuba yake ya kuzungumzia makadirio ya bajeti aliweza kudokeza kwamba kumewekwa mikakati zaidi KRA kuweza kuziba mianya ya wakwepaji ulipaji wa ushuru. Mbinu mojawapo ya kuweza kuongeza yale mapato. Mbinu nyingine ni kuweza kubroaden
on the tax base. Inawezekana kwamba ushuru wangu mimi haujaongezwa, wako haujaongezwa, lakini kapu la wale ambao wanachangia katika ushuru limeweza kuongezwa. So it's not necessarily true kwamba iwapo revenue targets zimepanda basi inamaanisha kwamba ushuru wa kila Mkenya umeweza kupanda. Kunaweza kuwa kuna mbinu nyingine mbadala ambazo serikali inaazimia kutumia kuweza kukusanya ushuru. Don't you think so? Na inatumia kifaa gani ama inatumia policy gani kuongeza hiyo tax base na mambo ambayo umetaja? Finance bill. Yeah. Okay. Kwa sababu nikitumia kwa mfano KRA, kumekuwa na mageuzi mengi pale KRA, na nakumbuka miongoni mwa masuala ambayo yaliweza kuzungumziwa ni kuweza kudigitize michakato mbalimbali pale KRA ya kuweza kukusanya ushuru. Na vile vile katika mwaka uliopita kumekuwepo na juhudi za kuweza kuandama watu ambao kimsingi wamekuwa kihepa ushuru. Nimeweza kuona hata filing returns sasa hivi kuna mageuzi ambayo yanafanyika pale ili kuhakikisha kwamba wale ambao wana file nil returns, kwa sababu mwisho wa siku kumekuwa na madai kwamba kuna baadhi ya watu ambao wana file nil returns, but in real sense they are supposed to be filing some returns for that policy, matter. Yes. Ile policy ambayo unatumia kufanya hiyo mambo yote unataja inaitwa finance bill. Yes. Kwa hivyo wajua I find it a little bit not honest wakati ambapo mna claim kwamba kwa kuweza kuongeza kiwango cha mapato ambayo yatakusanywa kupitia kwa finance bill basi inamaanisha kwamba mbinu ya pekee ni kuweza kuongeza ushuru wa kila Mkenya. Nadhani kwamba kuziba mianya kwa mfano ya kupotea kwa fedha, na sote tunakubaliana kwamba miongoni mwa changamoto tumekuwa nazo katika taifa hili ni kwamba kuna pesa ambazo zinakusanywa na KRA na labda hazifiki katika kapu la lile kapu jumla lile. Kwa hivyo iwapo mianya hii inaweza ikazibwa, maybe hata tuhitaji kuongeza ushuru hata shilingi 1 kwa kila Mkenya mwisho wa siku. Hiyo ndio ingefaa, lakini haifanywi kamwe. Kama sasa ukiangalia ile finance bill ambayo iliwekelewa pale, utapata inaongeza pesa na bei ya chakula ile wanyama wanatumia, animal feeds, mifugo ile. Yeah, inaongeza ile bei. Sasa sijui utasema namna gani hiyo nayo. Okay. Mheshimiwa Kagusha, nikuuliza hivi kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho Kimani Ichung'wah ametamba nacho sana wakati huu wa finance bill. Na wabunge wengi upinzani naweza sema kwamba kwa asilimia kubwa muliingia kwenye mtego wake. Nikupe mfano aliuliza Ndindi Nyoro, aliulizwa which clause inaongeza ushuru. Ndindi Nyoro alishindwa kujibu. Mbunge Robert Mbui aliulizwa which clause, alishindwa kujibu mpaka akalazimishwa na speaker aka withdraw. Mbunge Majimbo Kalasinga alikuwa anazungumzia clause 169 wakati inasemekana kwamba the bill itself ilikuwa na 59 clauses. Kwa faida ya Mkenya ambaye alikuwa anategemea kwamba hatutaki finance bill ipite, lakini kuna yule Mkenya ambaye anasema hatutaki ipite lakini hajui kwa nini isipite. Unajua naona kama mnasema wabunge waliingia kwa mtego, lakini wananyinyi mmeingia kwa mtego ya propaganda, mtego ya narrative za serikali. Na mheshimiwa, according to what happened in parliament. Wacha nikueleze, si niko bunge. Okay, tuambie. Ile Kalasinga for example alisema alikuwa na ile green paper, ile bill. Alikuwa anaangalia section ambayo imeandikwa 169, section 169. Okay. Kulikuwa na ile report ambayo pia iko na clauses. Hakuna mambo ambayo Kalasinga alifanya ambayo haifai. Tunashika. But what Ichung'wah was trying to do is to belittle a member. Are you getting? Kwa sababu badala ya kusema section amesema clause. Na sasa wewe unataka tukuje sasa hapa asubuhi tuanze kuongea mambo ya Kalasinga ati alikosea. Najua ya kwamba Ichung'wah alirudia hayo maneno kwa upana na marefu, na ni propaganda ambayo Ichung'wah alikuwa anajaribu kupiga. Hakuna pahali ambapo katika debate ya National Assembly unafaa kuambiwa vile wewe unafaa kudebate. Kama umewekelea debate yako kwa meza, hakufai kuwa na prefect ambaye anakuja sasa kufanya ni kama anakumakia exam. Kama mtihani ndio ulifanya, sasa unafaa kupatiwa alama, umepita, umeanguka. Katika bunge ni nyumba ambayo iko huru, unafaa kuweka mawazo yako. Na kama mtu akona mawazo tofauti, anafaa na yeye kuwekelea pale. Lakini ile mambo tumeona ikifanyika wiki iliyopita ni mambo ya kuhusunisha, kwa sababu leadership ya bunge imefanya kahut na executive
kukandamiza mwananchi, na jambo moja ya kukandamiza mwananchi ni kuhakikisha kwamba ukweli hautokei. Okay. Ikifika wakati wa kuwekelea mambo kwa meza ambayo inafaa kuwa ya ukweli na ambayo inafaa kuwa ya kuleta the alternative voice, wanakandamiza ile. Wanapanga watu kama 5 wasimame wa kuweka kitu inaitwa point of order. Ile ni obstruction, ni obstructing your communication. Okay. Na hiyo wanafanya hivi kwa sababu William Ruto ameweza kuwalipa wabunge wengi wakaenda kwake. Sasa unaona ana operate nao kama remote control. Wewe uliona Ishongwa huyu ambao unasema alituweka kwa mtego, uliona mwenyewe akiwekelea mswada pale kwa bunge, anasema ya kwamba kutakuwa na, ukipatikana una tax ama ushuru ambao hujalipa, na ni wanafanya what we call, wanakuwekea burden of proof on your side. Wanaenda wanaangalia ushuru, wanasema ulifaa kulipa ushuru ya 5,000,000 hujalipa, ama ushuru ya 50,000 hujalipa, ama ushuru hata ya 10,000 hujalipa. Hata kabla wafanye hesabu vizuri na kabla wewe ujitetee, wanakuja wanakuwekelea, wanakuambia lipa hiyo pesa. Ukisema haufai kulipa hii pesa, unaenda kotini. Ishongwa akasema hapana, kama unaenda kotini kwanza ulipe hiyo pesa, kisha ukienda kotini ukishinda kesi urudishiwe pesa yako na serikali. Serikali isipoweza kurudisha ushuru kwako, itakatwa kwa ushuru unaokuja ambao wewe utagenerate kwa siku zijazo. Kwa hivyo si lazima ikurudishie. Hiyo si kunyang'anywa, unanyang'anywa. We in a banana republic where laws doesn't apply. Kunyang'anywa, unanyang'anywa na serikali. Na huyo Ishongwa ambaye unasema alikuwa anasomea wabunge, anajifanya yeye ni kinara, anataka kusomea wabunge kama watoto, anaweka hiyo, kisha anakuja kunyamazisha wabunge ndio wasiongee, ndio iweze kupita. But ndio Wakenya wanyanyaswe, wakadamizwe na serikali ambayo haiwafikiri kamwe. Yaani mimi nataka kukuuliza ni revenue, kwa sababu hiyo mambo Bwana Dalmas amesema ya kuongeza tax base, ya kuziba mianya, ya kuweka dijitali. Hiyo mambo yote kwa sababu KRA hawafanyi hiyo kwa fikra zao. Wanaelekezwa na ule mswada wa fedha ambao unawekelewa katika bunge, ndio waweze kufanya hiyo increasing the tax base. Ile mswada ambao inawasaidia ni hii ambao tunapitisha. Nakubaliana nawe mheshimiwa. Nadhani kwamba pale ulijikanganya kidogo ni kudai kwamba the fact kwamba kuna kwamba mapato ambayo yanapanda juu. Wewe vile naona Dalmas, wewe unakaa, wewe ni expert wa mambo ya bunge. Are you getting? Na nikikuja hapa ni kama wewe ulikuwa na expertise yako. Sijui kama mimi nilihitaji kuja kupatia. Tuachana hiyo. Let's talk about, you've talked about President William Ruto kwamba kuna pesa ambazo zinatolewa. So what happens wakati ambapo kuna wabunge only 40 ambao wanapiga kura ya no? Kwa sababu mwisho wa siku ndio unaweza ukasema hujapatiwa nafasi katika flow ya pale bungeni kuweza kuzungumza, labda kuna point of orders nyingi za kuweza kuitilafiana na kuzuia sauti kinzani kuweza kusikika. Lakini kija kupigaji kura, nadhani kwamba ni haki ya kila mbunge kuweza kupigia kura, and luckily for you ulikuwa bungeni and you voted no. Lakini it's not luckily. I mean in this context, ungesikiliza kidogo, mheshimiwa sikiliza tu, in the context ya kwamba luckily for you, I mean ungekuwa huku piga no na huku bungeni, labda tungekuwa na maswali mengi zaidi, lakini katika muktadha huu wewe ulipiga kura ya no. We're just wondering how united is the united opposition bungeni ikija kwa masuala ambayo yanamhusu mwananchi wa kawaida, iwapo tuna wabunge 40 peke yake ambao wana vote no. Unajua wabunge wangapi hawakuangusha Rigathi Gachagua? Unakumbuka ile namba? Ya kuna watu ambao hawakuepo. Ilikuwa wangapi ambao 40 kama sikosea, if I'm not wrong. I can 52. Yeah, they about. That gives you the numbers of opposition MPs in parliament. Okay. Yes. Out of the number 52 ambao hawakuangusha Rigathi Gachagua, kwa sababu wale wengine zaidi ya I think about 300 and what, yeah, total 349. Yeah, we are 349 minus 52. Nakuja to something 290 something hapo. Yeah. Hao ndio waliangusha Gachagua. Hao ndio watu wa broad based.
Then ukija kwa hii namba nyingine ambayo sasa the 52 ambao walikosa kumfukuza Gachagua, wachache pia wameweza kuondoka wakarudi huko kwa broad based. Okay. Kama 10 hivi. Okay. Kwa hivyo wale members ambao ni tunaweza kutarajia wao ni wako katika muungano wa opposition pale bungeni ni hao about 42. Mheshimiwa, nikuulize. Nipe nafasi nimalize. Okay. 42. Sawa. So wale members ambao uweza hawakufika pale ni wawili. Tuko pamoja? Okay. Na ambao walitoa sababu zao. Na wale members ambao wengine wote hawakufika pale zaidi ya 186 184 184 ambao ni wa ile upande ya serikali hawakufika pale bungeni kupiga hiyo kura. Na hawakuwa mbali. Wengi wao walikuwa wanakunywa chai pale kwa cafeteria. Kwa nini nafikiri hawakupiga kura? Kwa sababu wanaelewa ile mswada ni ya kukandamiza mwananchi, my friend. Wanaelewa vizuri. Lakini kwa sababu wanaogopa wananchi, wanaogopa rais pia ambaye amewapa kazi na ambao anawalipa vizuri vilivyo, hawangeweza kufika pale waonekane. So waliopt kunywa chai badala ya kuchukua aside. On Tuesday wakati ulikuwa pale bungeni, members especially niliangalia kama wale members wametoka Mount Kenya wote hawakufika bungeni kusupport hiyo mswada. Wale ambao ni wa serikali wa kutoka Mount Kenya region. Niliona Ishungwa peke yake ndio niliona hapo, na Kimani Kuria na jamaa anaitwa Murugara. Au niliona watatu peke yao. The following day on Wednesday wote walikuwa wanakunywa chai pale wakipiga kelele until wakaitwa na Osoro 12:48 PM wakaambiwa waje kwa sababu serikali inataka kusitisha mazungumzo ya ule mswada kwa sababu wameona numbers wako nazo. Sasa wakaitwa, tulikuwa tuko lined up kuongea kwa bunge, tukazuiliwa kuongea kwa bunge kwa sababu wako na numbers. Wakakuja wakapiga kura. Niliona wakitroopin wakipiga kelele sana wakitoka huko kwa chai. Walikuwa wamejaa huko lakini hawataki kuingia ndani. Hata mwenzangu rafiki yangu toka Udhaya ambaye alikuwa ameingia asubuhi hiyo siku hakuweka kadi yake ndani. Alikaa kutazama watu wanasema nini. Na mimi najua kuna vipenge fulani pale zinamgonga sana kwa sababu ni mwanabiashara huko Gikomba. Kuna vipenge zinamgonga sana. Na nilikuwa naona ako na wasiwasi sana. Lakini wa jamaa wenzetu wanaogopa huyu rais sana. Hawataki kuekelea maneno yao pale wasije wakaulizwa maswali na rais. Mheshimiwa, nikuuliza hivi. Na wahurumia sana. Nikuuliza hivi mheshimiwa. Kabla umuulize, I'm just wondering, kwani I mean the united opposition has always been so loud. I didn't know katika bunge ndizo na asking you muulize mheshimiwa kwamba there are only 42 out of 349. Yeah, nitajibu kwa sababu are you being honest mheshimiwa Kagusha? I mean you can give me more members who because I'm looking at DCP, I'm looking at Wiper, I'm looking at Jubilee, I'm looking at all these political parties. In DCP, the members of parliament who are aligned to DCP are 13. So kama unasikia tuko loud ni kwa sababu tunaongea pamoja na sauti ya raia. Kwa sababu sisi ile sauti ya raia wanaongea ndio tuna amplify. We are 13. I think Wiper members should be just about 20 something. I think about 20 actually. About 20. Then tuko na wale members now pia about 7 of them kutoka kwa Linda Mwananchi, kina Babu Owino wale. So kwa sababu I think kuna 2 members wa hiyo kikundi, 2 or 3 members wa hiyo kikundi ya Babu Owino ile ya Sifuna na Linda Mwananchi ambao pia wako Wiper. Yeah, so ukiangalia wale ile sauti yetu unasikia ni kubwa sana. Si kwa sababu tuko wengi, ni kwa sababu tunasema ukweli na tunasema yale mambo ambayo yanafaa. Okay. Na ujue ya kwamba tumesema na tumerudia. Bunge la Taifa limekuwa captured na William Ruto. Wakati ODM walishikana na UDA, sauti ya opposition kule bungeni ilifaa na ilitarajiwa izimwe 100%. Ingawaje kuna wabunge ambao pia walisimama wakasema sisi hatutakubali kuingia kwa kile kikundi cha UDA, tutajitoa tuongee ukweli. Wengine wa ODM wakasema sisi hatutakaa kule kwa ODM, tutajitoa tuongee ukweli. Na hiyo ndio sauti ambayo ingawaje ni watu wachache bungeni
Hiyo ndio sauti ambayo inasaidia mwananchi siku ya leo. Mheshimiwa Kagusha, kuna hesabu ningependa tupige hapa. Wabunge ambao wamechaguliwa, naangalia wanasema kwamba kuna 54 MPs And by the way, kabla uende hapo tena, ninataka kurejelea lile jambo Dalmas amesema ya kwamba nilikuwa lucky, nilikuwa bungeni na nikapiga kura. You are not lucky, it's your responsibility. It's your ni kazi yangu kama mbunge. Legislation. Na mimi kama mbunge, hakuna siku moja Kagusha ameshy off kuchukua hatua na kuwa na msimamo. Shying off. Mimi ni mbunge ambaye ako na msimamo. Thank you. Niko na msimamo, ninachagua kile nataka. Na ndio ajue siko lucky. Nilikuwa niko na ziara ya kazi pahali fulani. Nilikata, nikarudi. Okay. Ndio nikuwe bunge. Okay. I arrived in Kenya Tuesday at 1:30 PM. Ukiangalia katika manifest ya KQ kutoka Cape Town, utaona nilikuwa kwa hiyo ndege. And at 4 PM nilikuwa bungeni. Kama nishafika nyumbani, nimejitayarisha na nikaenda bungeni. I'm not lucky. Kwa hivyo ukiingia ndindira yakitoka. Mimi yes. Nataka kusema I was not lucky. I'm there by design. Mheshimiwa, it's your responsibility to be there, to represent your people. Yes, thank you. Unajua alitaka kushikisha you didn't get the context. I actually think you didn't get the context. Lightens my participation. Okay. Deliberate, conscious and bold decision to take action on things that naona zinafaa. Unaona? Okay. Ukisema ati niko lakini kama niliangukia tu nilijipata. Mheshimiwa, mimi hata juzi nilikuwa nasema, last week tulikuwa nasema hata na Sakari hapa kwamba kwa mbunge yote ambaye alikuwa bungeni, whether alipiga kura ya ndio au la, anahitaji hongera kwa sababu that's where you are elected. You need to be there. It is your legislative responsibility. I agree with you. You need to be there. Whether you are going to vote yes or no, you need to be there. I agree with and there comes a times, Mheshimiwa, that a leader must stand for something, whether right or wrong. Indeed. You have to stand for something. Now, Mheshimiwa, this to my question, nilikuwa naangalia kwamba kuna wabunge 54 ambao wamechaguliwa kutoka Mlima Kenya. Na umesema kwamba 13 ndio wako DCP. Ina maana kwamba hao wengine wako nyuma ya Rigathi Gachagua. Walimtoa. Si walimtoa, walimfanya impeachment. Walimtoa. Na kuna wengine ambao walishiriki kumtoa, but naona already wamerudi upande mwingine. Kama nani? The senator wapi watu limoja hapa ambaye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kusema kwamba Rigathi Gachagua must go, but now is one of the biggest supporter of Rigathi Gachagua. Laikipia kama sikosea Kinyo. No, it's not the Laikipia senator. Hakuna senator ambaye alitoa Gachagua ambaye sasa anamsupport. There is a senator, Mheshimiwa, from Mount Kenya. Let me just confirm here from your page. Wakati ana confirm, we have 5 senators who support Rigathi Gachagua. We have Kenywa. We have Nyutu. Thank you. Nyutu did not impeach Gachagua. He did not impeach. What I'm saying, Mheshimiwa, give me time. What I'm saying is this. Just allow me to talk. Nyutu is on record among the first people to say kwamba Rigathi Gachagua need to go. He's on record. Hata amekuja hapa, we play the clip for him here. But you see, my friend, that is something that was early in the day. Na Nyutu alikuwa ameenda kwa ofisi ya Gachagua, wakakuwa na atif na wakakuwa na shida pale. Na akaisema na wakakaa chini, wakaongea na wakarekebisha. Na hiyo mambo ikaisha. By the time tulikuja mambo ya impeachment, it is Nyutu who was mobilizing all the members of parliament and the Senate kusupport Gachagua. Members of parliament have their differences also with different leaders elsewhere. Anytime you can have a problem. Even now when we are with Gachagua, you can one point or another disagree with him, which we do and we do it respectively. Na tunakaa chini na tunaongea. So it's not unusual that a member wanaweza kuwa wakubaliani na mtu leo na kesho wakubaliane. Lakini kwa wale members wa Senate na members wa National Assembly ambao walimtoa Gachagua wakamfanyia impeachment, hawajarudi kwake. Okay, out of the 186 umesema 84, umesema 184. Hawa 184 wote wako pinzani, wako serikalini. Hakuna mtu ambaye yuko upande wa upinzani ambao yeye for whatever reason aliogopa kwenda kuonekana akipiga kura ya no.
out of the 184 ambao umetaja, hakuna hata mmoja ambaye yuko upande wa upinzani ambaye vile umesema tu kwamba labda yeye aliogopa kwenda kupiga kura ya no ama ndio. No, I'm not aware, because like our members, the only member from our side anyway, the members who we are in DCP ambaye hakuweza kufika pale na Wanjiko Muhia. Na Wanjiko Muhia unajua ako na mambo anafukuzana nao ya polisi. Unaona? So kama hiyo siku alikuwa na windwa wapi, wanawindana wapi, hiyo mambo shida. Ako na mambo ya polisi alikuwa na handle that day. So na hiyo ilijulikana. Tulijua sisi kama members of the team. So we know very well Wanjiko Muhia did not run away from the vote. Okay. What's your take on Ndindi Nyoro? Well, I cannot comment because he's not part of DCP. Okay. Yeah. Lakini Mheshimiwa Kagusha, but what I know about Ndindi Nyoro is that he is the one who shaped the debate against the finance bill to the greatest extent. Even some of the members who voted no were picking points from him. Yeye ndiye alishape, yeye ndiye aliweza kuleta mambo mingi kwa sababu ako na special expertise na hiyo mambo. Yeah, so and he was very clear, and I think he has also said as much. Okay. Yeah, amesema kwamba he was not in the country. Yes. Najaribu kuangalia idadi hii ambayo Kakango Hukumu ameitaja, nawe vile vile umeweza kuizungumzia. So you're saying from the mountain out of 54 wabunge ambao wako nyuma ya Rigathi Gachagua around 13. So what is this about? Mlima umetekwa, Mlima sasa uko nyuma ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua is the kingpin wa Mlima and so on. If he is not able to marshal the number of MPs katika eneo lake, hata au si hata thuluthi, si hata third of the total number of member of parliament katika Mount Kenya. I don't know why you're saying he's not able. Is he interested? Oh. Is he? He is not. Kutafuta wale members ambao walimuimpeach. Exactly, kwa sababu picha ambayo tumekuwa tukichorewa, picha ambayo tunachorewa, picha kidogo tu Mheshimiwa Kagusha, nimalize swali. Picha ambayo tunachorewa ni kwamba hii ni one term, serikali ishapoteza Mlima, Rigathi Gachagua is the kingpin wa Mlima na kadhalika. Lakini kija kwa hizi idadi inaonekana kwamba wewe ni kama hauwezi kutofautisha wabunge na wananchi. Okay. Wananchi ndio walipatia wabunge kazi. Na wananchi ndio kusema. Wala watu ambao wanafuata Rigathi Gachagua sio wabunge, ni wananchi. Oh, okay. Na Mlima ni wananchi. Wala wabunge nao washamaliza kazi yao kitambo. Au wengi wao wanatumikia William Ruto. Na ikifika 2027, wengi wao wataenda kufanya party ya kutoka kwa ofisi huko Sugoi. Sasa kwa nini Gachagua ashughulike na wale? Why are you interested so much watu ambao washaanguka, washatoka kazini? Wale watu washamaliza kazi yao. Hata wao wenyewe wanaelewa na wanajua. Wanajua kwamba warudi. Washajua, wanaelewa vizuri sana. Kagusha nikuuliza hivi. Na ndio maana sasa wakipata kitu wanapita nayo. Nataka nikuulize unaona sasa wanafuata Ruto kama Mheshimiwa wapata ile kitu watapata? Wanahesabu counting their losses. Mheshimiwa nikuulize, because you come from the mountain. Na inahusu mountain. From where you see it. Na hata jana over the weekend nimekuona Olkolao pale mwenda kumpigia mwaniaji wa DCP. From where you sit, can you say authoritatively kwamba any member of parliament ambaye is not working with Rigathi Gachagua right now will not retain their seat 2027? Well, I don't want to say right now. You are insisting on right now. Because things change. Politics is dynamic. But I can tell you that Rigathi Gachagua is the kingpin wa Mlima. Na sio kingpin wa kutafutwa, sio kingpin wa kuappointiwa, ni kingpin wa kujitafutia. Si wa kuwekwa. Okay. Na nafikiri ilikuwa muhimu sana tuende through the process that we have gone through. In a big way. William Ruto ametusaidia sana. Kwa sababu kama Mlima tungetarajia tuletewe tu mtu labda kungekuwa na ufuasi ambao sasa Gachagua ako nayo. Tulihitaji tukue mtu ambaye anaweza kufanya. Mlima inaheshimu sana wale watu ambao wana sacrifice na ambao wanajitoa kimasomaso ndio waweze kupata ufuasi. Wale watu ambao wanaweza kuchukua hatua. Kwa sababu Gachagua wakati alipoona vile Mlima Kenya inapelekwa, kumbe ile mambo tulikuwa tunaambiwa plan, haikuwa plan ya bottom up ile tulikuwa tunaambiwa, kwa sababu sasa imekuwa top down. Ile plan ilikuwa kumbe ni plan ya kuangamiza Mlima.
Na hiyo mlima ishajua, ishaelewa. Gachagua mwenyewe akajitoa, akasema nitajitoa mhanga nishikilie hii mlima isiweze. Naona Wakenya wengi wanasema ile makosa ambayo ilifanyika ya kufanya hii serikali iwe serikali mwaka wa 2022, mlima ndio ulifanya yule makosa. Na ninaona the rest of the country wanaangalia mlima sana, wanaambia sasa ile makosa ambayo mlifanya mrekebishe. Nafikiri mlima hatutawaangusha Wakenya wengine. Tutarekebisha ile makosa kwa sababu jamaa akiachiwa nchi iendelee vile, hakutakuwa na nchi siku ya kesho. Hii nchi itaangamizwa kabisa. Alright. Japo katika eneo lile kuna viongozi wengine, Martha Karua yuko pale, na kuna rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ana nafasi gani ya kucheza katika siasa za 2027? Wote ni viongozi na ni wazuri. Martha Karua ni kiongozi ambaye anaheshimika sana. Uhuru Kenyatta kiongozi pia anaheshimika sana. Wote ni viongozi wanaheshimika sana. Lakini ule kinara wa Mount Kenya kwa sasa hivi ambaye yuko pale juu kabisa kinara ni Rigathi Gachagua. Na wengine si kusema si wazuri kwa sababu kuna wa viongozi, hata Kagusha pia ni kiongozi Mount Kenya. Kuna viongozi wengine, tuko na Medhu ni kiongozi Mount Kenya. Lakini yule kinara wa vinara, yule mkuu wa Mount Kenya, yule ambaye atakaye tuweka pamoja, sio prefect. Sasa kama amesema wakuu wa viongozi, sasa tukiwa hapa ndani kiongozi wa viongozi, tukiwa hapa ndani kinara mkuu ambaye yeye ndiye glue ambayo inashikanisha Mount Kenya. Okay. Awe ndani awe nje ni Rigathi Gachagua. Tulikuwa hapa na mama Martha Karua hapa katika kiti ambacho umekalia hapa, na akapuuzilia mbali kwamba hakuna kingpin katika Mlima Kenya, na kwamba hakuna kiongozi yeyote ambaye anafaa kusema ndio kinara wa vinara vile unasema hapa. Hiyo ni sawa. Anyone can say anything. Kila mtu anaweza kusema jambo ambalo anaonelea, na Martha Karua alisema hiyo, lakini hiyo imaanishi sasa ati imebadilisha ukweli. Ukweli kwa ground ni kuwa kinara ni kinara, na kinara ni mmoja. Okay. Rigathi Gachagua. Na ndio tunasema wale viongozi wote ambao wanataka ushirikishi wa Mount Kenya region lazima wakae chini na Rigathi Gachagua waongee, na lazima wamtafute. Okay. Ulisikia hata wakati Linda Mwananchi wameenda pale Thika, unasikia vile governor amewaambia, na ule governor wa Murang'a unajua bado hajaingia DCP, lakini anaelewa. Okay. Kama yuko ama hayuko, yeye mwenyewe alisimama akasema, sasa mmefanya vizuri, mmekuja, sasa muende mtafute Rigathi Gachagua mkae chini na yeye. Alright. So hiyo ndio mambo iko, na ni vizuri sana mtofautishe mambo ya wabunge na mambo ya wananchi. Wabunge wamechaguliwa na wananchi. Wananchi ndio kusema, wao ndio viongozi ambao wanatuguide kama wabunge. Na wakati wewe mbunge unakosa kusikiliza vile mwananchi anasema, sooner or later unajipata wewe uko safari yako peke yako. Alright. Na wabunge unawaacha nyuma. Okay. Na ukishawaacha nyuma wanaanza kutafuta mtu wa kukureplace ambaye ataweza kuwasikiza. Na ndio hiyo fenomena ambao tuko nayo Mount Kenya siku ya leo, ya kwamba viongozi wale ambao walichaguliwa 2022 kwa sababu moja ama ingine waliondoka kwa wananchi wakaenda kwa William Ruto, wanasikiza William Ruto badala ya kumsikiza mwananchi wa kawaida, na yeye mwananchi wa kawaida amewapangia lile ambalo halijaonekana hapa Kenya kabla. Mtaona ile kinyang'anyiro itakuwa hapa 2027, itakuwa ni kufagia kila mtu anashirikiana na kukandamiza mwananchi. Tunachukua pumziko fupi mheshimiwa, tunarudi. Nataka ulizungumzia ile dakika 9 kabla kufika 3 kamili. Tuko na mheshimiwa John Kagusha ambaye ni mwakilishi wa bunge la Mkurueni ndani ya studio. Bila shaka kama uko na swali kwake asubuhi ya leo 0719012700 nambari yetu ya simu. Swali lako ni kwake ni gani? Kwa 0719012700. Jose, good morning. Good morning Okumu na Sakali, mkoaje kwenye studio? Tuko salama, karibu. Okay, asante sana mheshimiwa Kagusha, habari ya asubuhi. Njema Jose. Okay, sasa swali langu ni kuhusiana na maandamano ambayo yanaandaliwa siku ya Alhamisi. Alafu jambo lingine ni kuhusiana na mbona nasahau. Basi tu alichoacha tu nijibu hiyo. Alright, bila shaka atakujibu hiyo. Anthony Kibiso, ujambo? Okumu na Sakali, ujambo? Habari ya asubuhi, mzuri sana. Swali lako ni gani kwa mheshimiwa? Haraka upesi kwa mheshimiwa, tafadhali niruhusu tu nimuulize maswali 3 haraka upesi. Swali ya kwanza kwa mheshimiwa, did you attend the voting session of the bill 2026? Yes or no mheshimiwa? Ashajibu hilo, alikuwepo. Tafadhali enda kwa swali jingine. Swali ya pili, did you know who elected you mheshimiwa to mheshimiwa?
Anajua. Yes, number 3. Do you know why you was elected, mheshimiwa? Nadhani kwamba hilo atajibu. Hayo mengine mawili nadhani Mheshimiwa Kagushi anajua kwamba wakaji wa Mukurweini ndio walimpigia kura na amesema kwamba alikuwa bungeni hiyo siku. Vile Maishelo? Yes. Unaitwa nani kutoka wapi na swali lako ni gani? Ni Tumba kutoka hapa Imara Bakali. Swali lako ni gani kwa mheshimiwa? Mimi swali langu ni sisi kama wananchi tumewaambia wasikane pamoja na waambia our principles. Yeyote ambaye atajaribu kuenda nje ya malengo yetu vile tumesema washikane, huyo hatutakuwa na yeye. Number 3, 25th June, that is this week, tutaenda pamoja maandamano na polisi wajaribu kuleta furugu tafadhali. Na wale wunzi wa serikali tunawaonya ya kwamba kama 2027 kila mtu atajitetea kwa yale maovu ambayo anafanyia mwananchi. Nashukuru sana. Alright, shukrani sana. Vede Maisha leo. Sasa kwa habari ya asubuhi. Si jambo kubwa na sakali tuko na Mheshimiwa Kagusha. Unaitwa nani kutoka wapi? Naitwa Philip kutoka Nyeri, mahali panaitwa Ihororo. Salimia mheshimiwa hapo. Mheshimiwa amepokea. Sasa ile kitu mimi najua ama kile kitu najua aache kusema ati wabunge wa Central waliacha wananchi wakaenda kwa Mheshimiwa Ruto. Hao ndio tunajua hao ndio waliacha wananchi wakaenda kwa kufuata Gachagua. Kitu ile kingine tunajua ni kwamba yeye Gachagua tayari hayuko kazi. Aache kusema wabunge wenye kwa viti ya kwamba hawako ati wanajua tayari hawako kazi. Yeye hayuko kazi. Wenye wako kwa ofisi sasa ni wabunge wenye wanatuwakilisha. Na ile yenyewe niko nani kama umemuuliza maswali mengi kuhusu hiyo bill. Na unasikia tu ni kuyuba. Hana ile kitu anaweza sema moja direct. Ambayo ilikuwa na shida kwa hiyo bill. Anayuba tu kwa zote zile namuuliza. Asante sana. Okay, vile Maisha leo. Samahani sana, nadhani kwamba network inamtatiza. Vile Maisha leo. Okay, mheshimiwa, nadhani kwamba kwa sababu ya muda unaweza ukayajibu yale ambayo yamefika. Kuna huyu jamaa anaitwa Philip kutoka Ihororo. Nasikia huyo ni mfuasi sana wa William Ruto. Tuta. Labda angekuja Mukurweini aone kazi ambayo sisi tunafanya, ambayo ya kujenga Kenya, ya kujenga Mukurweini na pia ya kusaidia wananchi. Kwa sababu ndio umetuchagua. Nikijibu pia ile swali ya Anthony, unajua nani alikuchagua na kwa nini? Nilichaguliwa na watu wa Mukurweini, nilikuwa katika vote ya 2026 ya finance bill na nilichaguliwa ndio niwafanyie kazi. Okay. As of last week nimeangusha school fees ya Mukurweini Day Secondary Schools kutoka kwa 980 ambayo tulikuwa tunatoa kwa miaka 2 mpaka 480 last week. Mtu yeyote ambaye ako katika Day Secondary School ya Mukurweini atakuwa akisoma kwa term nzima akilipa 480 shillings. 480. Okay. Na nishapanga mpango kutoka kwa fedha za CDF, kutoka kwa wafadhili pia niko na wengi. Ya vile watoto wanafunzi watakula chakula katika shuleni. Okay. Na watapata pia, tumewalipia matumizi yao yote ya shule. Ikiwemo walimu wa BOM, ile vitabu ambazo wanaona zile za set books, ikiwemo pia mpishi na kuwanunulia bidhaa kadha zile zinahitajika katika shule. Okay. Yote tushafanya, tushatoa fedha za kufanya ile. Kwa hivyo tuna represent wananchi na tunafanyia wananchi kazi. Huyu amesema na pia nasikia akisema hakuna claim against the bill. Agoje, ataisikia, ataifeel vizuri, na hatujaweza ku highlight a lot of issues because we are also discussing the general issues of the voting processes and all that. Nafikiri kule bungeni tuliweza kuleta mambo ambayo hii bill itakandamiza mwananchi, lakini ingine ataifeel mwenyewe tukiendelea, kama vile animal feeds zitaanza kupanda juu, vile tiles zitapanda bei, mambo mengine kama haya ataweza kuihisi tukiendelea, na ataelewa kwa nini tunaongea vile tunaongea na tunasema vile tunasema. Okay. Mambo ya demonstrations ya 25th June naona ninaulizwa, siko kwa ile mpango ya kupanga maandamano ya 25th June. Are you advocating for it? Sio iko kwa anniversary.
anniversary, na nimeona kuna viongozi wengi sana wamepresent their tetezi zao pale kwa IG wa polisi kufanya kutoa usalama katika the anniversary. Mimi ningependa tu kusema ya kwamba kama itakuwa vijana na wale ambao waliadhirika sana kwa yale mambo ya mauaji, ningependa kusema ya kwamba wanafaa kupewa security, na serikali inafaa kuprotect wananchi, sio kuleta guns na kuprotect guns. Hiyo itakuwa ni si haki. Mheshimiwa, kwa sababu ya muda na ningependa ujibu kuhusu hili swala la barabara hili. Na kuna ukimalizia amesema mambo ya opposition unity, hiyo ni must. Wakae pamoja. Hili la barabara ningependa kwa dakika moja tu, msomaji wetu habari ashafika. Hii barabara ya kutoka Gikondi, Thara Road, Mwiriri, Mutwe, Wathi Road, Githanga, Mkurueni, Boys, imefika wapi? Imefikia wapi? Kwa sababu najua umekuwa ukifuatilia. Hizo ni barabara mbili. Hayo mambo ambayo yote umesema hapo nimeyapeleka pale bungeni, na kwa sasa hivi tuko na pesa kama hiyo barabara ya Gikondi, tuko na pesa ya kilomita 4 kuendeleza, lakini ile ambayo haijafanywa ni kilomita kama 17 hivi imebaki. Na sio hiyo barabara peke yake imebaki haijafanywa Kenya. Zile barabara mingi Kenya ambazo tulipata zikiendelea na ambazo William Ruto alikuwa amesema atatoa fedha zifanywe na zimalizwe, hazijatolewa fedha, na sio Mkurueni peke yake. Hii ni imepeleka pale bungeni na chairman wa komiti ya infrastructure, mambo ya barabara, akatoa statement ambayo ilikuwa imetoka kwa waziri, na akasema ya kwamba hiyo pesa iko tayari. Na kwa sasa hivi na wasukuma ndio waweze kurudisha contractor kwa ground, akuja afanye na amalize ile kazi. Niko na hiyo barabara nyingine ambayo umesema Mutwe Wathi, hiyo Mkurueni Boys, hiyo nao imetangazwa. Imetangaza na ni kilomita 10. Tulikuwa tumeitisha 20, wametangaza 10, na kwa hivyo tunangoja hiyo itafanywa. Kuna nyingine tumemaliza na commission last week but one ya Gakendo na pia Ndiaini na Kianyaga. Hiyo tumemaliza, commission na inafanya kazi. Kuna nyingine ambayo inaendelea kwa sasa hivi ambayo ni ya kutoka Ishamara kwenda Rutune kwenda Gakonya. Hiyo barabara pia nayo inaendelea kwa sasa hivi. Mchaina yuko kwa ground anaendelea kuifanyia kazi. Na hizo ni part ya zile kazi ambazo mimi nafanya pale Mkurueni. Mheshimiwa, kwa sababu ya muda nadhani kwamba tumalizie pale. Asante sana bwana. Shukrani Mheshimiwa John Kagusha ambaye ni mbunge wa Mkurueni. Thank you so much kwa kuja katika studio zetu za Radio Maisha. We really appreciate. Asante. Bila shaka ndio mwisho wa bunge